Tuseme sisi ni Waanglikana kweli kweli. Na wala hamna hila ndani yetu. Unadhani maneno alikuwa nani? Huwa anayasema siku zote. Aliambiwa Andrea alipokwenda kwa Yesu, lakini kabla hajaenda kwa Yesu aliletwa na nduguye. Akaambiwa, bwana, tumemwona Yesu. Alafu Andrea alipokwenda kwa Yesu, Yesu anamwambia, tazama, huyu ni Mwisraeli kweli kweli, na wala hana hila ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Basi na sisi Mungu akitutazama katika harakati zetu za kutengeneza uanglikana wetu, katika safari ya kurudi katika mizizi ya uanglikana wetu, safari ya kutoka katika uanglikana uliochakachuliwa, Mungu anatuambia, tazama, ninyi ni Waanglikana kweli kweli, na wala hamna hila ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya leo ni ngumu sana. Kuna watoto wawili waliokuwa wanamfuata Yesu, na walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Hao watoto wawili walikuwa na mama yao, na mama yao alikuwa ni mtu maarufu sana katika ile movement ya Yesu na wanafunzi wake. Sasa huyu mama akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, hebu fanya basi ili mtoto wangu mwingine akae upande wako wa kulia, mtoto wangu mwingine akae upande wako wa kushoto. Maana yake, naomba hao watoto ambao wanakufuata wawe na vyeo vikubwa katika ufalme wako. Ndio maana yake. Yesu hakatai, lakini anawaambia hivi, unaweza kweli ukakinywea kikombe nitakachokunywa? Sasa Yesu anazungumza juu ya shida na mateso ya kazi ya Mungu. Hazungumzii raha na ufahari, wala hazungumzii mambo ambayo wenzetu wa leo wanaingia katika utumishi na wanaingia katika uaskofu kwa sababu ya kufanikiwa. Na ndio maana ukisoma zaidi baadaye, Yesu anafananisha ule utawala wake na mtoto mdogo. Anamwita mtoto mdogo, anawaambia kwamba anayetaka kuwa mkubwa miongoni mwenu afanane na nini? Na huyo. Kwa sababu mwana wa Adamu hakuja duniani kutumikiwa, bali kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuja kutumikiwa, bali kutumika. Jana katika ziara zangu za kipaimara tulisoma Injili inayosema kwamba Yesu alipoona muda wake umefika wa kuanza utumishi, alirudi katika sehemu aliyolelewa, alirudi Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Hakwenda Yerusalemu, hakwenda katika hekalu, alikwenda Nazareti na akaingia katika sinagogi. Sinagogi sio hekalu. Mlishawahi kuwaza kwamba sinagogi sio hekalu? Sio hekalu. Yaani kwa lugha sahihi, sinagogi haikuwa kafeto. Kafeto ndio inafananishwa na hekalu, mahali ambapo kuhani mkuu alikuwa na ofisi. Na katika Israeli
sehemu ambapo alikuwa ana marafiki aliyocheza nao katika utoto. Ni watu ambao kwa hakika walikuwa wakimfahamu 100% huyu Yesu ni nani. Yesu anachukua maamuzi magumu sana, anakwenda katika hiyo sehemu, na alipofika pale anaingia katika sinagoni. Ni ajabu sana, anapewa kusoma chuo cha nabii Isaya, lakini Biblia haituambii kwamba sehemu aliyosoma ndio iliyokuwa neno la siku hiyo. Labda ilikuwa neno la siku hiyo, kwa sababu taratibu zetu wa Kristo tumezikua kwa taratibu za Wayahudi. Lakini Biblia inatuambia alitafuta sehemu iliyoandikwa hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Nisikilizeni vizuri. Yesu angeishia na maneno haya kwamba amekuja tu kuhubiri Injili, angeishia hapo. Ndugu zangu, Yesu asingeuawa msalabani kama kusudi lilikuwa ni kuhubiri tu. Lakini akaendelea maneno yake, nimekuja kuwafungua wafungwa katika vifungo vyao. Hapo pakaanza shida. Aliposema hapo tu, wakuu wa dini wakaanza kumkazia macho. Hivi huyu ni nani anayejifanya anakuja kuwaletea watu uhuru? Hapo ndipo wakaanza shida. Yesu hakuishia, akaendelea akawaambia hivi, na nimekuja kuwafungua macho yenu ili muweze kuona ukweli wa neno la Mungu. Kama kulikuwa kuna kiti, wale wakuu wamekaa pale, wakaanza kusogea mbele. Amekuja kufungua watu waone nini maana neno la Mungu. Lakini hakuishia, akaendelea na kusema, sasa hili ndio lilokuwa shida. Nisikilizeni vizuri. Aliposema tu kwamba haya maneno leo yametimia masikioni na machoni penu, mama yangu. Jana nilifundisha kusema mama yangu kwa kikapu. Mmoja alikumbusha. Mama unataka kunikumbusha? Wanasemaje mama yangu kwa Kiswahili? Kwa Mai wangu. Aliposema tu maneno haya yametimia masikioni, mai wangu, yalifumuka mawe kutaka kumuua. Yakafumuka mawe aliposema tu kwamba sikuja tu kuhubiri habari njema, sikuja tu kuwafungua wafungwa katika vifungo vyao walivyofungwa vya kidini katika miaka hii yote. Na aliposema kwamba maneno hayo leo hii tunakwenda kuyafanyia kazi kwa vitendo, mai wangu, mawe yakaanza kufumuka, wakataka kumuua. Ndugu zangu, kupanda kanisa ni jambo rahisi sana. Kwenda tu kuhubiri na watu wakapatanika, wakaanza kusikiliza, alafu mwisho wa siku wanatoa sadaka, wanarudi nyumbani. Hiyo ni kazi rahisi sana. Na hakuna mtu aliyewahi kupelekwa katika kikao cha ulinzi na usalama kwa sababu amekusanya watu na kusikiliza neno la Mungu na wakatoa sadaka wakaondoka. Hakuna lingine. Haijawahi. Lakini tuliposema tumekuja kufungua jimbo jipya la Kianglikana ili tuwatoe watoto
watoto wa Mungu katika utumwa, na kwamba kauli hiyo sasa tunataka tuifanye kwa vitendo. Mai wangu, vikao viishi, vikao haviishi. Ofisi ya msajili, watu wanaingia usiku na mchana kwenda kuambia kwamba hakikisha wewe msajili, kanisa hili alisajiliwi. Hao watu sio wabaya na wazao wanaamua kwa msajili usiku na mchana, hakikisha kanisa hili alisajiliwi. Kwa nini? Kwa sababu tumetangaza tumekuja kuwakomboa watu katika vifungo vyao. Tunasema na sitaacha kusema, kama Waanglikana Tanzania kuna miaka zaidi ya 150, leo hii wakati naendesha gari, dereva wangu anaendesha sio mimi, samahani kwa bongo, tunatoka Mpwapwa tunakuja kwenye ibada kijiji kabla ya Kamdoma. Nimesahau jina. Kijiji gani? Mame. Nimekutana na watoto zaidi ya 10 wanatoa kichwani. Zile ndoo ni kubwa hata mimi siwezi kuelewa. Na sasa Mungu nina picha. Hawaendi shule. Na mahali pale kuna kanisa kubwa limejengwa. Watu wanasali kila siku. Lakini hamna maji. Kuna sababu, nimesema siku, kuna sababu gani ya kuwa na kanisa ambalo halina baraka kwa wananchi wanaozunguka? Hiyo ndio injili iliyo. Tumepoteza muda miaka 150. Bado watoto wanatumia masaa 6 na 4 kwenda kutafuta maji. Watoto hawa kusoma Sabato. Sasa nilipokuja kusema mimi nimekuja na mambo manne. Na haya mambo manne ndiyo yananifanya na kwenda kwenye ofisi za msajili usiku na mchana. Nimekuja na mambo manne. Mambo manne ambayo ninaamini kabisa kwamba ndiyo injili ya Kristo. Pasipo hayo mambo manne, mahubiri yetu yote, majengo yetu yote, vikao vyetu vyote vya sinodi ni kupoteza muda na ni kelele mbele za Mungu. Nimekuja na mambo manne. La kwanza nimesema tuwe na ibada. Na lengo letu la ibada turudi katika uanglikana wetu tulioletewa na wamisionari wetu. Nina breaking news. Nimeshtakiwa na mtu mmoja kapeleka kesi serikalini kwamba mimi sio Mwanglikana. Kapeleka kesi kwamba mimi sio. Jamani, mimi sijui kuna sheria gani itakayonipeleka mahakamani kujibu hoja kwamba mimi sio Mwanglikana. Ninaisubiri sheria hiyo na ninasubiri mahakama hiyo. Lakini kuna habari njema. Hamna sheria isiyo Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio Mwanglikana. Sasa mambo manne. Ibada. Na hii yote kelele za kumwambia mimi sio Waanglikana, kwa sababu tunazungumzia ibada.
sijaishia hapo. Nimesema ibada yetu lazima izae matunda ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ibada zetu lazima zizae matunda ya haki. Na hili swala nimelizungumza sana, ninyi mnajua nimemaanisha. Nimelizungumza sana. Na kama patakuwa na haki, ibada yetu itazaa amani. Itazaa nini? Itazaa. Na ikizaa amani italeta maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna shida gani katika haya? Mimi nilitegemea nikisema haya mambo manne, ningepewa tunu ya kuwa mhubiri bora. Nilitegemea hivyo. Kumbe mai wangu mawe. Maendeleo ninayoyazungumza narudia tena ni maendeleo yenu ninyi waumini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika maimara yetu wala hamtakuja mbele mkiwa na bahasha za 50,000 kila mmoja. Oh my God, ningekuwa nataka hivyo leo hii ningeondoka tajiri. Leo hii ningeondoka tajiri. Sawa? Ukiniletea 50,000 hapa kwa kila mtu akipa imara leo hapa. Nataka kumaliza nyumba yangu kwako. 50,000 hiyo wewe. Namaliza nyumba yangu kwako. Sasa hapa nipate 50,000. Nimeenda huko nilikopenda nichukue 50,000. Kila mahali nilipo 50,000. Jamani mimi sio tajiri. Alafu ninakusaidia nini wewe uliojinyima kuitafuta 50,000 ili ulete kanisa? Ningekuja na injili hiyo, kusingekuwa na mai wangu, kwa sababu kila mtu ndivyo anavyofanya, si ndio? Kila mtu ndivyo anavyofanya. Sisi tumekuja na injili ya tofauti, na injili hii ninayoitoa sio tu kwenu Tanzania nzima, ndiyo itakuwa injili ya ukombozi, sio tu kwa kanisa la Anglikana, lakini kwa Wakristo wote Tanzania hii. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni la kwanza. Unajua shtaka lingine ambalo sijawahi kuona harakati zetu zinaitwa ni harakati za kutoka, si ndio? Kutoka, si ndio? Hatukuja na hili jina kwa bahati mbaya. Tulikuja na hili jina la kutoka kwa sababu tulijua kabisa hatutaki kuwa chini ya vifungo vya Farao. Halikuwa na bahati mbaya. Na tuliposema kutoka, maana yake tulikuwa tunamwita Mungu wa mababu zetu, Mungu wa kitabu cha Biblia, aliyewaondoa watoto wa Mungu kutoka katika utumwa wa Farao. Tulikuwa tunamwita Mungu huyo ili nasi atutoe. Na tulipokuwa tunamwita Mungu huyo, tulikuwa tunaitia yale yote Mungu aliyowafanyia wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri, atufanyie sisi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la kutoka sio urembo. Na kwa sababu tumechukua jina la kutoka, basi tunamuona Mungu aliyemuongoza Musa akizidi kufanya mambo yale aliyowafanyia Farao. Anazidi kuwafanyia upofu na kuwafanyia mioyo yao kuwa migumu. Alafu kabla ya kupata upofu na mioyo yao kuwa migumu, wanachokitamka ni ujinga wala sio elimu. Mungu anakuambia tulieni watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tulieni watoto wangu. Shtaka lingine, na limeandikwa kabisa katika waraka uliotumwa kwa Diocese ya Rift Valley. Ni waraka mkubwa wala sio wasili. Na mimi ninao.
wakisema sio tu kwamba sisi sio Waanglikana, lakini sasa sikilizeni hili jambo. Yaani niliposoma nimecheka kweli. Na aliyeandika ninamfahamu. Nikaanza kujiuliza, kasoma wapi huyu mtu? Nitafuatilia chuo chake na nitafuatilia walimu wake, hawakumfundisha vizuri. Nitafuatilia hadi mwalimu wake alimfundisha, kwa sababu alichokiandika kama ningelikuwa darasani na mimi ni profesa ningelipatia 0. Ndugu zangu, mtoto wenu anajua analosema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema, mtoto wetu anajua analosema. Nina elimu ya kuwafundisha mafarao hao wote kuwarudisha Sunday school. Sasa waraka wake ni 0 katika waraka wa kisomo. Ni 0. Anasema hivi, ili uwe Mwanglikana, nisikilizeni vizuri watoto wangu wa kiroho. Sawa Sisemi hivi kumdharau mama yangu, wewe ni mama. Nasema ni watoto wangu wa kiroho. Haya, asante. Nisije nikashtakiwa na hili na. Anasema ili uwe Mwanglikana ni lazima uwe na ushirika wa askofu wa Canterbury. Ndugu zangu, hili jambo kajipalia makaa. Ndio maana nasema Mungu anazidi kuwapiga upofu. Kama kuna upofu ambao huyu Farao amepigwa ni kutamka hiyo. Ili uwe Mwanglikana ni lazima umtii na kuwa na ushirika na askofu wa Canterbury. Sasa ngoja niwaambie nini maana yake. Ngoja niwaambie nini maana yake. Sikalisema. Askofu wa Canterbury ndio wenye ushirika na mashoga. Ndio wenye ushirika na mashoga. Na ndio waliokimbiwa na karibuni 90% ya maaskofu wote wa Kianglikana duniani walipokwenda kwenye Lambeth ya 2022. Huyo ndio askofu wa Canterbury. Walikimbiwa na maaskofu wa Kianglikana duniani takriban 90%. Takriban. Wakakata ushirika na askofu wa Canterbury. Miongoni mwao ni maaskofu wenzake wanaoshirikiana nao katika jimbo tuliotoka. Miongoni mwao walikuwa 7. Sasa mimi nimuulize, kama kutokuwa na ushirika na askofu wa Canterbury wewe sio Mwanglikana, maaskofu wenzake 7 ambao wako katika nyumba yao ya maaskofu Dodoma sio Waanglikana? Unaona ndio ni mambo. Ndio nasema na 0. Kumbe wameanza kujikana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wameanza kujikana wenyewe kwa wenyewe. Miongoni mwao 7. Na naweza nikawataja na majina kwa sababu tunawajua. Wewe sio Mwanglikana. Sisi ni Waanglikana kweli kweli. Na wala hatuna hila ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.
na askofu asiogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanasema chini chini. Kwa Kikaguru njoo niambie kwa Kikaguru nini? Wakuronga siasa. Sisi tunasema hadharani. Natoa wito kwa aliyeandika waraka ule kwamba aseme hadharani kama wale wenzake 7 waliomkataa askofu wa Canterbury na hawakwenda huko Lambeth kwamba sio Waanglikana, aje hadharani aseme. Na kama hawezi kusema na kuwakana wenzake wale 7, anyamaze mpaka kufa. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.